Kuna changamoto moja ninaikuta, unaweza kukutana na muamala ambao una changamoto, sisi tunaurudisha ule muamala. Kuna mambo mawili yanatokea. Inawezekana kweli ukaandika vizuri changamoto ambayo yule mwananchi airekebishi, inawezekana ukaandika, lakini wakati mwingine huandiki, unaurudisha tu. Sasa Tanzania sisi teknolojia hii nayo ndio tunakimbia nayo. Sio wote wenye uwezo wa kuangalia mwenendo wa faili letu unavyokwenda kimfumo. Hawa watu mnachukua namba zao za simu. Ni heri uzingatie matokeo. Matokeo ni ule muamala ukamilike. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote, jiwekeeni mfumo katika kila wiki, muwe na tabia ya kuwapigia watu, kuwafanyia follow up katika maagizo mliowapa. Bwana, wewe umeleta muamala wako, lakini kuna hujambatisha 1 2 3, mpe taarifa ili aweze kufanya. Okay, ukisema tu kama wewe ulipopeka faili kwa mwenzako unafikiri na yeye ana mambo mengine ambayo anayafanya kule kwa ajili ya kueleza uchumi wa familia yake. Kwa hiyo msaidie kwa kumkumbusha, mwambie kuna 1 2 3 alijafanyika. Kwangu mimi itakuwa ni busara sana kuhakikisha miamala yako yote inayofika kwako ifikapo Ijumaa kabla ya muda wa kazi, miamala yote ifanye nini? Inaisha. Ukiona umezidiwa, jitoe tu, sio ufahamu, yani jitolee. Ingia Jumamosi, masaa yako mawili, tena ni muda ambao internet na network imetulia. Toa miamala yako yote Jumamosi. Yani hata ile Mungu kuwa hujaenda Sabato, hujaenda kanisani, umesamehewa kwa sababu umetoa huduma mzuri. Lakini unaenda kanisani, unaenda msikitini, una miamala kibao hujakamilisha. Unaenda kufanya nini huko? Tulishaambiwa usije meza ya Bwana kama hujapatana na mtu ambaye umegombana naye. Sasa wewe umegombana muamala kwa hujaukamilishia, unaenda mbele za Mungu unaenda kufanya nini? Mtumishi wangu, hakikisha umalize kazi zako zote za miamala iliyo katika meza yako ifikapo siku ya Ijumaa, ili watu hawa tuwape hati zao. Lengo letu sisi, kila mwananchi amiliki kipande chake cha ardhi kisheria, na kisheria ni kumpatia hati.